mkuu wa mkoa alikuwepo, tulikesha pamoja, tulipambana pamoja. Hata leo hii tunapopokea mkono wa pole au fidia bado yupo. Kwa hiyo kwa mimi nafurahi sana kuona kwamba serikali yetu ile kauli ya kazi na utu inafanya kazi. Watakuwa wanakubaliana na mimi kwa kiasi kikubwa. Vile nipende kutoa shukrani kwa upande wa serikali, polisi, zimamoto. Kwa sisi ambao tumeungulia, tulikuwa na uhitaji wa kufika mahala fulani na fulani kusudi kukamilisha nyaraka ambazo zinahitajika kwa ajili ya fidia hii ambayo leo hii inaenda kutolewa. Si ndio ndugu yangu? Kwa hiyo kuna maeneo tulipata mkuu wa mkoa, jeshi la polisi tulienda, zimamoto tulienda. Kwa hiyo na wenyewe napenda kuwashukuru kwa sababu walitupa ushirikiano mkubwa sana. Hatukupata maswali mengi ila tulipata majibu mengi. Kwa hiyo hicho ndicho cha kushukuru sana. Vile ni washukuru MMD kwa kiasi kikubwa sana. Hii ni kwa asilimia kubwa. Wafanyabiashara wenzangu nadhani wote ni mashahidi kwamba janga kwa limetokea, wengi tulikuwa na wasiwasi sana. Kwa mambo haya yataenda kama tunavyoambiwa kwenye makaratasi. Lakini tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Maswali yalikuwa machache, majibu yalikuwa mengi. Kwa nini tu nikizungumzia upande wangu, meneja wangu Victor aliniuliza maswali machache sana na akaniambia hauna cha kupoteza. Hiyo na amani kabisa. Wewe nenda ukae utulie, subiria taratibu zifanyike, kila kitu kitakuwa sawa. Nilifarijika, nikarudi nyumbani kama familia na mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo hata tunapofikia siku ya leo, nadhani wafanyabiashara wenzangu wataniunga mkono kwamba at least kwa kiasi fulani turudi na sisi Njomani. Tulikuwa tumeshaona safari ya kurudi kule tulikotoka toka siku ile tukio limetokea. Wengi tulianza kuona sasa tuanze kufunga vilago. Nyumba hapa zinaenda hakuna, lakini meneja wangu akanihakikishia kwamba hakuna nyumba inayouzwa kwa sababu mkopo wako uko salama. Nadhani kwa mjini hayo itazidi kusema kwamba hizo ndio shukrani zetu kwa wafanyabiashara. Na kingine sasa ningesema ambacho nilikuwa nataka kukazia zaidi kwamba bima ina umuhimu wake. Kwa mimi muhanga hili naliona kwa nafasi tofauti kabisa na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Unajua unapopata tatizo ndio unapata kuexperience kwamba inakuwaje unapokuwa hauna bima. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu na wananchi wa maeneo haya mnaonisikia, wafanyabiashara wenzangu, naomba sana, jambo la bima lina umuhimu wake sana, hasa unapopata matatizo kama haya. Na kwa jinsi serikali yetu iliyotengeneza utaratibu, mikopo mingi lazima inakuwa na bima. Hiyo ni kuhakikisha kwamba hauna madhara endelevu yatakayojitokeza baada ya majanga kama haya.